nimesikia maneno ya Atuoli na Sifuna. Sifuna hawezi pata cheo yoyote hii Kenya bila Atuoli. Sijui Waluya wanapangwa na Atuoli. So wewe Atuoli, mimi sijui unapanga nani. Na saisi kama Kenya ya kitambo, wewe Kenya tunajua tu ni kazi yako ni kukula shares ya Waluya. Na ndo kwa maana uko na mimba ambayo hujawahi zaliwa. Tumbo yako ni kubwa. Umeshiba kuliko Waluya wote hii Kenya. Ukikuja huku kwa ground unapata Waluya wamekonda. Atuoli ameshiba kwa niaba yao. Kwa sababu ile pesa ambayo inapaswa isaidie Waluya, amechukua keko kwa mfuko yake. Mfuko ya right ameweka pesa ya Waluya yote, ya left akaweka pesa ya workers. Kwa sababu wewe ndo mkubwa wa kodi, mkubwa wa wafanyikazi hii Kenya yote. So mfuko yake inapasuka, tumbo pia imejaa. Na shangaa ulijiuni mtu wa aina gani? Saisi kama Kenya kitambo, hakuna Mluya anaweza kufuata. Na Waluya wamerevuka na wakakuwa na akili. Wanajua mtu wa kufuata. Mtu sahi menye wanafuata, tumbo imejaa hadi anaweza pasuka anytime. Anytime tumbo anaweza poteza tumbo. Na Waluya wataki hiyo, wanataka mtu mwenye akishiba na wasaidia pia wao kushiba huku kwa ground. Si mtu kushiba kwa niaba yao. So wewe, bebu wewe upange wale Waluya wenye wako kwa nyumba yako, ama wale marafiki wako wachache. Lakini si Waluya wenye wanatoka hapa Kenya. Na kama ni Waluya wenye wanatoka hapa Kenya, unless ukuwa umetengeneza Kenya yako na ukaumba Waluya wako ndio utawapanga. Waluya wamerevuka bwana. Alafu ukiangalia upande wa workers, madada zetu wanatumika vibaya. Unapata wanadanganywa wanaenda kufanya kazi nchi ya ng'ambo, wanaambiwa walale na umbu, walale na nyani, sijui patia nyoka chakula. Usipopatia nyoka chakula upewi mshahara sijui nini. Na hatuoni vitu kama hizo ongelelei. Wanadada wetu wanasumbuka sana huko ng'ambo. Unapata mtu alitoka Kenya kama amenona, kwenda huko amekonda huko hadi wanashindwa kurudi, wengi wao wanalia. Hatuoni mkubwa wetu sisi wafanyikazi yako wapi? Mbona sikuja atusaidie? So mimi we are so disappointed. Mkubwa wa kotu, mkubwa wa wafanyikazi hapa Kenya hajali wafanyikazi. Kuna wafanyikazi ambao wanafanya kazi kwa bidii, wanataka waongezewe mshahara. Mshahara waongezewe kwa sababu hatuoni matumbo kubwa. Penye ako hapo anapaswa kuwa na watetea, hawajali. Yeye anajifikiria tu yeye peke yake na hao wenye wako kwa serikali. So very soon when umenona tumbo, uko karibu hata kunona mpaka masikio, na itakuwa surprise. Na hiyo cheo inafanya ng'anywe tupatie mtu mwenye ako serious. Mtu mmoja hata nona kwa niaba wengine, hao wengine pia wanataka kunona. Alafu hiyo maneno ya ugunism Kisumu sijui timu ya Orengo na Sifuna wameatakiwa. Hiyo kazi nimepata, hiyo ni kazi ya Gachagua, Mkabila. Yeye ndiye ametuma goose kwenda kuwataka hao majamaa. Na ndio kwa maana ukiangalia juzi Gachagua na Sifuna walikuwa na disagreement. Gachagua anarusha hii, Sifuna ana reply vibaya. So Gachagua wewe ndio kinara wa magoons. Wakati Uhuru Kenyatta ulikuwa unatumia mgiki. Sasa hivi umeupgrade juu umeona utajua ile ushenzi yenye uko nayo. Sasa hivi unatumia goods. Na time yako imeisha hapa hii Kenya. Kwanza wewe Gachagua uko na bahati sana, mimi sio Kasongo. Hii Kenya ingekuwa ndogo kwako kama ndani ya kikombe. Umeona siasa ukabila hajatosha peke yake. Sasa hivi ume-upgrade na goods. Na hiyo maneno hatuwezi kubali. Kumbe goods wote hii Kenya wanatoka kwa Gachagua. Yeye ana sponsor watu. Ilikuwa na gari ni Kasongo na kumbe si yeye, ni Mkabila. Huyo jamaa ashikwe wekwe ndani, na before wekwe ndani asalimiwe kidogo. Hiyo sura yake iharibiwe kidogo kwanza. Najua ni Kenya na kuna sheria. Hatuwezi kubali maneno ya ugunism Kenya juu ya kitu moja. Tuliona kwa impeachment yako ulikuwa unatusi viongozi wanawake, hiyo hujatosheka nayo. Tena unaenda baadaye unapiga siasa ya ukabila. Sasa hivi wewe si mwanasiasa. Sasa hivi wewe ni goon. Unapiga siasa ya makasiriko, siasa ya uchungu, siasa ya chuki, siasa ya ukabila. Na hiyo hatuwezi kubaliana nao hii Kenya. Alafu magoons pia nyinyi, kama unajua ulipewa pesa kwenda kufanya maneno ya ugunism Kisumu, upige watu, upige hadi mapasta kwa kanisa, ujipange. Umeshawa mark na after hapa mimi na polisi wale wachache wenye wako serious
tunaenda kuform team, tunakujia moja baada ya mwingine. Tumeshawajua na tukajua mpaka penye mnaishi. So kama wewe ni cool na umekuwa ukitumika vibaya, ujipange, tunakukujia. Shame on you.